ameshaiona njama yao tangu zamani. Alipogundua kuwa wawili hao walikuwa wamemsaliti kwa wakati mmoja, hakuwafichua mara moja. Badala yake, alienda kwenye kituo kingine cha watoto yatima na kupata mtoto mwingine aliyefanana na mwanao. Alimleta mtoto huyo nyumbani na kumwasili. Mume na yule rafiki wa karibu walimdhani mtoto huyo kuwa ni mwanao na wakatumia miaka 18 kumpa huduma na upendo. Hawakutarajia kuwa baada ya kijana huyo kurithi utajiri wa yule mwanamke huyo angefunua kuwa watoto hao wawili walibadilishwa, akithibitisha kuwa kijana huyu hakuwa mwanao. Mume alifikiri mwanamke huyo anasema uongo. Rafiki wa karibu alikasirika sana na karibu apate wazimu. Alikataa kuamini kuwa kijana huyo hakuwa mwanao. Hata alidai ripoti ya kipimo cha DNA. Mwanamke huyo alikubali bila kusita. Muda si mrefu, daktari alichukua sampuli kutoka kwao watatu na kisha akaharakisha kipimo. Wakati wakisubiri, yule mwanamume alikuwa na wasiwasi mkubwa. Miguu yake sasa ilikuwa imepooza na alikuwa mlemavu. Ikiwa kijana huyo hakuwa mwanao, angepoteza kila kitu. Rafiki wa karibu alisisitiza kwa nguvu kuwa kijana huyo hakika alikuwa mwanao. Sekunde iliyofuata daktari aliwasili na matokeo ya DNA. Mwanamume huyo alichukua ripoti hiyo lakini hakuthubutu kuifungua. Alipoona hivi, mwanamke huyo alimfanyia dhihaka, akimtisha kiasi kwamba aliidondosha ripoti hiyo chini. Wakati huo, rafiki wa karibu aliokota ripoti hiyo, lakini baada ya kuifungua na kuangalia matokeo, aliganda, akiwa amevunjika moyo kiasi kwamba hakuweza hata kuzungumza. Mwanamume aliuliza matokeo kwa wasiwasi, lakini hakuweza kukubali kile alichokuwa karibu kusikia. Alipoona kuwa ripoti inaonyesha hakuna uhusiano wa damu kati yao watatu, alipiga kelele kuwa haiwezekani. Mwanamke alikuwa akitabasamu wakati huu, aliwadhihaki makusudi wawili hao kwa kutumia jitihada za miaka 18, ili tu kuishia kumlea mtoto wa mtu mwingine. Rafiki wa karibu ghafla akamkumbuka mwanawe wa kibiolojia na mara moja akauliza mwanawe yuko wapi. Mwanamke huyo alimchochea makusudi, akidai kuwa walimwacha mwanao kwenye kituo cha watoto yatima na kwamba hakuna aliyejua kama alikuwa hai au amekufa sasa. Rafiki wa karibu alikasirika sana baada ya kusikia hivyo na alikuwa na hakika kwamba mwanamke huyo alikuwa amemuua mwanao. Hata alimrukia mwanamke huyo kama mwendawazimu akijaribu kumuua. Mwanamke huyo alimwangusha chini. Alisema haya yote ni adhabu waliostahili wote wawili. Kama wasingekuwa wamejaribu kupora utajiri wa mwanamke huyo, wasingempoteza mwanao wa kibiolojia. Rafiki wa karibu alifikiri kuwa mwanawe anaweza kuwa anateseka au anaweza kuwa ameshakufa. Alisimama kwa ghadhabu na kujaribu kumuua mwanamke huyo, lakini alizuiwa na yule kijana aliyekuwa kando yake. Alisema, "Huruhusiwi kumgusa mama yangu." Rafiki wa karibu alivunjika moyo kwa jambo hili. Kwa miaka 18 alikuwa amemshughulikia kijana huyo si chini ya vile mwanamke huyo alivyofanya. Machoni pake, mwanamke huyo hakuwa hata mama mzazi wa kijana huyo. Hakuweza kuelewa kwa nini kijana huyo alimpenda mwanamke huyo, lakini akamkataa yeye. Kijana huyo alidharau tabia zao, aliwashutumu kwa kupanga njama ya kumtega mama yake mlezi, hivyo alichagua kusimama upande wa mama yake mlezi. Rafiki wa karibu alikasirika sana baada ya kusikia hivyo. Aliamini kijana huyo amechukua kila kitu kilichomilikiwa na mwanawe. Ghafla kikumbusho cha deni kiliwasili. Mapema, ili kujenga uhusiano na kijana huyo, rafiki wa karibu na yule mwanamume kila mmoja alichukua mkopo wa dola milioni 1 kununua nyumba jirani na ya mwanamke huyo. Walifanya hivi ili tu kutunza maisha ya kila siku ya kijana huyo. Walikuwa wamewahi kuwaza kuwa baada ya kijana huyo kurithi utajiri wa mwanamke huyo, wangeweza kulipa deni la dola milioni 2, lakini sasa hawakuwa na uwezo wa kulilipa. Wawili hao walilaumiana kwa kila kitu, hata walianza kupigana hadharani. Akiona haya, mwanamke huyo alihisi kufurahi. Rafiki wa karibu hatimaye alikubali kushindwa kwa mwanamke huyo. Kabla ya haya, alikuwa akimwonea wivu mwanamke huyo, hivyo mwanamume huyo alipolewa, alipanda kitandani kwake, akifikiri kuwa mradi tu angezaa mtoto, angeshinda upendo wa mwanamume huyo. Ukweli ni kwamba, mwanamume huyo hakumpenda, kuwa naye pia kulikuwa sehemu ya mpango wake wa kumlea mwanao, na kisha kurithi na kupora utajiri wa mwanamke huyo. Rafiki wa karibu hakuwahi kutarajia kuwa baada ya kupanga njama nyingi kiasi hicho, bado angeshindwa mwishowe. Lakini alikuwa hataki kushindwa na mwanamke huyo. Alifikiri kuwa mradi tu amuue mwanamke huyo, angeshinda angalau mara moja. Hakuwa na kitu kilichobaki. Hakuwa amempoteza tu mtoto wake wa kibiolojia, bali pia alikuwa amelemewa na deni ambalo hangeweza kulipa.
Alimlaumu mwanamke huyo kwa yote. Akiona kuwa bado anakataa kutubu, yule mwana wa kambo alisema kuwa kama asingekuwa amepanga njama ya kumtega mama yake mlezi, angekuwa anamsindikiza mtoto wake anapokuwa na kuishi maisha ya furaha na kuridhisha. Baada ya kusikia maneno ya mwanawe, rafiki wa karibu alihisi majuto makubwa. Sasa, wazo lake pekee lilikuwa mwanawe wa kibiolojia, kwa hiyo alimuomba msamaha mwanamke huyo. Alimuomba mwanamke huyo amwambie mtoto alipo. Alihisi amemwangusha mtoto wake kwa miaka 18, sasa alitaka kumuona mara moja tu. Ingawa mwanamke huyo alimchukia rafiki huyo wa karibu, bado aliheshimu matakwa ya mtoto. Kijana huyo alijua mama yake alikuwa amefanya mambo mengi mabaya, lakini bado alitaka kumuona.